Karibu katika taarifa ya habari kutoka SQF TV. Mimi ni Bonfas Allen. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewatakia heri ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar wa Tanzania wote. Nikimnukuu, ameandika, ninawatakia nyote heri katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa miaka 62 tumeendeleza dhamira ya msingi ya mapinduzi ya kujenga jamii ya watu huru yenye utu, yenye maendeleo, umoja, haki, amani na mshikamano. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam linamshikilia Joseph Daudi Mwakalinga, mkazi wa Zimbili Kinyerezi katika manispaa ya Ilala kwa tuhuma za kumjeruhi mtoto wake kwa fimbo na moto. Tukio hilo linadaiwa kutokea Januari 8 mwaka 2026 katika eneo la Kinyerezi ambako mtuhumiwa huyo anatuhumiwa kutenda ukatili huo. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam CACP Muliro Jumanne Muliro imeeleza kuwa uchunguzi wa awali unaendelea na hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mtuhumiwa, ikiwemo kushirikisha mamlaka husika za ustawi wa jamii na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Jeshi la polisi limesisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua kali kwa yeyote anayejihusisha na ukatili dhidi ya watoto na limewataka wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kujiepusha na vitendo vya aina hiyo. Aidha, polisi Dar es Salaam, jeshi hilo limewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa za matukio ya ukatili ili hatua za haraka zichukuliwe. Awali, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema tayari ameagiza maafisa ustawi wa jamii na vyombo vya dola kufuatilia kwa karibu tukio hilo na serikali itatoa taarifa kamili mara uchunguzi utakapokamilika. Lucy Anton Michael mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa Yombo Dovya, mtaa wa Makangarawe, wilaya ya Temeke, Dar es Salaam, amedai kuwa amevamiwa na watu wasiojulikana akiwa anatoka nyumbani kwake, ambapo watu hao walimpiga na kumshambulia maeneo mbalimbali ya mwili wake. Lucy, ambaye ni miongoni mwa watu waliojitambulisha kuwa ni waumini wa kanisa Katoliki walioenda kwenye ubalozi wa Vatican uliopo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kupeleka barua ya malalamiko juu ya mwenendo wa baadhi ya viongozi katika kanisa hilo hivi karibuni, amesema kabla ya kuvamiwa na kushambuliwa kwake, kwa siku kadhaa amekuwa kwenye misukosuko ya kupokea simu na kutumiwa jumbe za kejeli, matusi na wengine kumtishia. Mimi naitwa Lucy Anthony Michael, ni mkazi wa Yombo Dovya. Ni mmoja wapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vatican katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine nikiwa na wafahamu na wengine siwafahamu. Namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo, siku ya Jumatano tarehe 6, natoka nyumbani kwangu, nilivamiwa na watu 4 ambao siwafahamu na kunishambulia kama hivi mnavyoniona. Nimepigwa siku ya Jumatano muda wa saa 5 na asubuhi, kipindi natoka naelekea kwenye shughuli zangu, na watu ambao wasiojulikana na siwafahamu kama hivi mnavyoniona. Kwenye mkono nimeumia, usoni kama hivi mnavyoniona, na baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wangu ambazo zinaletea maumivu mpaka hivi sasa. Naibu Waziri wa Maji Kundo Mathew amemwagiza Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri kuchukua hatua kali dhidi ya mkandarasi wa kampuni ya Peritus Exim anayetekeleza ujenzi wa mradi wa maji toka wilayani Chato kutokana na kushindwa kukamilika mradi huo kwa wakati na kujenga chini ya viwango vinavyotakiwa. Watanzania lazima tuone thamani ya pesa katika miradi
lakini pia mradi ukamilike kwa ubora unaotakiwa na mradi ukamilike kwa wakati, kwa sababu ukiuchelewesha kuna ile faida ambazo tungezipata kutokana na kuwaisha kukamilisha mradi, sasa huwa tunapata hasara, na ndio maana tutahitaji alipe fidia. Ambao upo hapa Bweziloyombo, mradi wa miji 28 unaotekelezwa katika mji wa Chato. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 40 za Kitanzania na umekusudia kuzalisha maji kutoka katika chanzo chetu cha Ziwa Victoria, na utajenga miundombinu ambayo itawezesha wananchi wa Chato wapatao zaidi ya 168 kuweza kunufaika na maji haya. Ya maji tunapewa mara 2 kwa wiki. Siku ya Jumanne tunapata maji na Ijumaa tunapata maji. Na tunategemea huu mradi wa hapa kwa sasa hivi ukishakamilika na tutafanyaje, tutapata maji ya kutosha. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka SQF TV. Nikwambie tu tunaendelea kukukumbusha kwamba huduma yetu ya ambulance inaendelea kutolewa pale ambapo utapiga simu bure kwa tatizo ambalo litakuwa limetokea. Aidha una mgonjwa wa dharura, aidha kuna ajali imetokea, basi unapiga simu bure kwa namba zinazopatikana hapo chini kwenye skrini yako, na sisi tutakupa huduma vizuri kabisa. Asante kwa kutufuatilia. Kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.